Huoni baada ya kadi nyekundu alikwenda kusaidia kwa sababu ya uwezo wake pia wa kucheza kama namba 8 pia? Yani unajua Tagato hapa tayari timu imeshakuwa pungufu. Mkishakuwa pungufu kisaikolojia, kila mtu anajua tuko pungufu. Manake hata mnavocheza wenyewe ni lazima mjitahidi kujiongeza zaidi kwenye kukaba wote kwa pamoja. Lakini unajua mpaka kadi nyekundu inatokea ni kwa sababu pia kuna wachezaji kwa watekelezi majukumu inavyotakiwa, kwa sababu ni kwenye harakati za kuzuia watu wasiende kushambuliwa. Umeelewa vizuri? Manake mimi nazungumzia kabla hata kadi nyekundu haijapatikana, namna ambavyo walikuwa wanatakiwa kusupport wachezaji wenzake, na hata baada ya kadi nyekundu kupatikana bado sikuoni support yake kubwa sana kwenye timu wakati timu inaenda kushambulia. Na ndio maana nasema hakustahili kurudi kwenye kipindi cha pili. Alipaswa kuendelea kubaki bench, aingizwe mchezaji mwingine ambaye atakuja kuisupport Simba kwenye eneo la kushambulia. Vitu ambavyo Fadlu alivitarget kwenye kipindi cha kwanza ni kupata kasi ya timu kwenye kushambulia. Na ndio maana alimuingiza Joshua Mutale kwenye kikosi. Lakini alikuwa sasa hapati hiyo support. Sasa kama upati support, maana yake inabidi umuingize mtu ambaye atakuwa na uwezo wa kumsupport Joshua Mutale kwenye eneo la kushambulia. Maana yake kwa plani ya mwalimu hapo kwanza ilifanikiwa. Ambapo pamekuja kufeli kwa hawa wachezaji wawili. Selection ya kwanza na mtu kama Steven Dese Mukwala was it was a great idea ya kwenda kuanza naye kwenye kikosi, kwa sababu kwenye mechi ya jana Fadlu Davids alikuwa anatakiwa kuwa na option moja tu kubwa ya kupata mabao. Lakini upatikanaji wa mabao wa hayo mabao inabidi ugawanywe kwenye maeneo tofauti. Ameshampata elimu ya Joshua Mutale, atampa speed kwenye eneo la katikati kwenda kumkuta mshambuliaji. Lakini kwa sababu kuna muda ataki kama winga atatoka pembeni kwenda kucheza, atakuwa anacheza cross, maana yake inabidi aanze na mtu ambaye ni mzuri kwenye mipira ya juu, kwamba wakishindwa kutengeneza nafasi nzuri kwenye kupitia eneo la katikati ya kiwanja, watakuwa na uwezo wa kuopt kwenda kucheza cross ambazo Steven Dese Mukwala anaweza kuzitumia kwenye mipira ya juu. Onuchi alifanikiwa kwa sababu alifunga bao la kichwa, lakini ilikuwa ni offside, sio? Lakini plani ya mwalimu mpaka hapo ilikuwa tayari imeshafanikiwa. Issue ikaja kwenye huduma sasa. Ili plani yake ikamilike, kuna huduma ya watu inatakiwa itoke. Kwamba kwenye kucheza kawaida huyu mtu hapa nyuma hata anashindwa kupata support, kwa maana ya Joshua Mutale. Nyie watu wa pembeni au watu ambao mnamsogelea Joshua Mutale, mnamsogelea pia mshambuliaji, namna gani mnamsupport mshambuliaji? Mnajua mbele mna mshambuliaji ambaye anajua kucheza mipira vizuri ya juu. Kwa nini cross zilikuwa chache? Maana hapo unarudi kwenye utekelezaji wa majukumu wa baadhi ya wachezaji kwenye mfumo ambao mwalimu alikuja kuanza nao na selection ya wachezaji ambayo aliifanya. Kwa hiyo kwenye plani ambayo mwalimu alikuja nayo kwenye mchezo wa jana, kwangu haikuwa na shida, ilikuwa ni plani nzuri kabisa. Lakini kuna baadhi ya wachezaji ambao walishindwa kutekeleza majukumu yao ipasavyo kwenye mchezo. Sasa hapa kuna mambo mawili. Mtazungumzia pia upande wa Berkane ambao ilipelekea pia wachezaji wa Simba wakashindwa kuonesha kile ambacho tulikitarajia.